Naitwa Sister Neema Njiuka, afisa muuguzi kutoka hospitali ya mkoa wa Dodoma, na kwenye kitengo ambacho nafanya kazi katika hospitali hii ni katika idara ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Umuhimu wa siku hii ni mkubwa sana kwa sababu hii inawezesha jamii kuweza kujua madhara ya kisukari, changamoto zilizopo, na inawapa pia kuweza kujua nini kinasababisha na mambo mengine yanayohusika na kisukari. Hali sio nzuri kwa sababu kwenye kliniki zetu tunapokea wagonjwa ambao wana kisukari, ongezeko linakuwa ni kubwa ukilinganisha na miaka ya nyuma. Kwa hiyo hii inatuonyesha kwamba hali ya ugonjwa wa kisukari inazidi kuwa sio nzuri kwa wananchi au jamii inayotuzunguka. Aina ya kisukari ambayo inaathiri sana watu ni kisukari aina ya pili au type 2 diabetic, ndio inaathiri kwa kiasi kikubwa kwenye jamii yetu. Kisukari tuna aina 3 za kisukari. Aina ya kwanza ni kisukari aina ya kwanza ambayo inaathiri zaidi watoto chini ya miaka 26, na kuna kisukari aina ya pili ambayo ni diabetic type 2 ambayo inaathiri watu wazima miaka 30 na kuendelea. Alafu tuna kisukari wakati wa ujauzito. Dalili ambazo watu wengi huzipuuzia ni ile hali ya mtu kujisikia kuchoka au kusikia kichwa kinamuuma mara kwa mara, lakini pia anaenda haja ndogo mara kwa mara, au kusikia ganzi kwenye miguu, lakini isimshtue kuona kwamba hii ni dalili ambazo ni hatarishi kwake, ambazo zinampasa kuzifanyia au kwenda hospitali au kituo cha afya ili kuweza kubaini ana changamoto gani. Aina ya kwanza ambao kwa asilimia kubwa inawapata watoto wadogo, visababishi kisukari aina ya kwanza ni kitendo cha mwili kushindwa kuzalisha kichocheo ambacho ni insulini kuweza kuchakata sukari. Kwa hiyo watoto wanakuwa mwili wake hauna uwezo wa kuchakata. Kwa hiyo vinasababishwa na vitu, aidha kongosho lake limepata madhara, lakini pia yamkini labda alipata ajali, kongosho lake pia likapata changamoto hiyo, na wakati mwingine inatokea ni mwili wenyewe umejitafuna, kwamba umepelekea autoimmune, kwamba mwili unashindwa kuweza kuchakata sukari, kwa kupelekea kupata hiyo changamoto ya kisukari aina ya kwanza. Na kinachosababisha ni kwamba watoto wengi wanatoka vijijini, kwa hiyo wanaamini kwamba si magonjwa ambayo yanaweza yakatibika, wanaamini ni ushirikina, kwa hiyo wanakaa kule vijijini bila kupata matibabu ambayo ni sahihi. Wito wangu kwa jamii na wananchi ni kubadili mtindo wa maisha kwa kula vyakula vya asili, kufanya mazoezi, na mara unapo dalili za kuumwa tunashauri kufika kwenye huduma za afya mapema ili kuweza kupata matibabu mapema.